Gawa Biblia sehemu 5. Vitabu vya kwanza 5 vya Musa ni section ya kwake. Kitabu kile cha Mwanzo mpaka Kumbukumbu la Torati. Alafu kitabu cha Yoshua mpaka kitabu cha Esther, vitabu vya historia, hiyo ni section yake. Alafu kitabu cha Ayubu mpaka kitabu cha Wimbo Ulio Bora, vitabu vya hekima, section yake. Kitabu cha Isaya mpaka kitabu cha Malaki, vitabu vya manabii, sijali ni wakubwa au wadogo, nimeweka section yake, na Agano Jipya. Alafu kwenye kila kipande na kisha katika siku nasoma hizo sura ambazo tulikubaliana na Mungu. At least soma neno mpaka shetani anapotaka kukugusa anafikiria mara 10, kwa sababu anajua atakachokuja kukutana nacho hapo. Kwa mtumishi wa Mungu, soma neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza neno ambalo limepita kwenye neema ya Mungu kwenye maisha ya mtu. Sikiliza mafundisho na mahubiri ya watu ambao wanaenda njia ile ile ambao unaenda, lakini wako mbali zaidi kuliko ulivyofika, sababu wako kule waliko kwa sababu ya uelewa wa neno walionao ambao wewe huna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama yeye alilipa gharama miaka 20 ili afike kwenye level hiyo, kwa nini na wewe unataka utembee miaka 20 kufika kwenye level hiyo? Kwa nini usitulie ndani ya mwaka mmoja ukafika mahali alipofika yeye kwa miaka 20? Kwa hiyo wasikilize, wasome, watabadilisha maisha yako. Na hicho ndicho kinachokutoa toka kuwa Mkristo wa mwilini na unaanza kuwa Mkristo wa rohoni. Unajua Yesu alikuwa neno lililofanyika mwili ili wewe uwe mwili utakao kuja kufanyika neno. Mchakato ni ule ule ambao lazima Roho Mtakatifu akusaidie. Moja ya vitu vya ajabu ambavyo neno la Mungu linafanya katika maisha yetu, Warumi sura ya 10 na mstari wa 17, anasema imani chanzo chake ni kusikia, na huko kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno la Mungu linafungua sana maisha yako kwa sauti ya Mungu. Na Mungu akisema na maisha yako, hawezi akayaacha maisha yako mahali alipoyakuta. Bwana Yesu apewe sifa.